Ya kusudio la mkutano huu na ninyi ni kwanza ni kutambulisha tukio letu ambalo ni mkutano wetu wa chama cha mawakili wa Tanganyika ambao utafanyika Arusha, na kwamba mkutano huu utakuwa ni tarehe 30 mwezi wa 4, lakini utatanguliwa na matukio kadhaa, ambapo jambo la kwanza tunatarajia kwamba mkutano huu kusipokuwa na mabadiliko yoyote, basi tutaufanyia katika ukumbi wa AICC Arusha, ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa George Masaju. Lakini kupitia mkutano huu chama cha mawakili wa Tanganyika kitazindua vile vile mpango mkakati wake wa miaka 5 ambayo tumeuoanisha na dira ya taifa 2050 katika kuweka mkazo katika masuala ya uadilifu, utawala bora na uwajibikaji. Vile vile katika kupitia mkutano huu tutapata vile vile kuwa na vikao mbalimbali vya pembeni, parallel sessions, ambazo zitakuwa zikiendelea, na moja ya tukio muhimu ambalo tunalianzisha katika mwaka huu ni kuwa na forum ya senior lawyers, ambao pamoja na mambo mengine itakuwa ni fursa ya kujadiliana namna chama chetu kinavyofanya na kutekeleza majukumu yake, maeneo tunayofanya, masuala ya utawala bora na namna ya kuwajibika kama taasisi kwa maslahi mapana ya utawala bora katika nchi yetu. Kwa mwaka huu kauli mbiu yetu itakuwa utekelezaji wa dira ya taifa 2050, nafasi ya TLS katika kuimarisha maadili ya taaluma, utawala bora, haki za binadamu na utawala wa sheria ili kukuza haki na uwajibikaji. Mkutano huu utajadili nafasi ya mawakili katika kusimamia maadili ya kazi, haki za binadamu na uwajibikaji unaohitajika ili kujenga jamii ya kisasa na yenye usawa. Kwa hiyo moja ya dhima itakayotuongoza TLS na ambao tunatarajia kuzindua ni swala la utawala wa sheria, utawala bora. Kwa hiyo moja ya mambo makubwa tutakayotaka kuyafanya na tunaotarajia kuyafanya ni kuizindua, ni kufanya tukio la uzinduzi, na baada ya tukio hilo la uzinduzi, ina maana tutakwenda moja kwa moja kwenye utekelezaji sasa wa mkakati wetu kama TLS. Ninatumia fursa hii na wakati huu kuwaomba mawakili wote wa kujitegemea na wale walioko katika utumishi wa umma ambao ni wanachama wa chama cha mawakili wa Tanganyika kuona umuhimu mkubwa wa kuwepo katika matukio yote. Kutakuwa na sessions mbalimbali zitakazoanza kabla, lakini pamoja na tukio la kuhitimisha la mkutano wetu, kuna umuhimu wa kuonyesha mshikamano wetu wa pamoja kwa kukutana na kujadiliana. Na kutakuwa na mada mbalimbali ambazo tumeandaa watu wa mada wabobevu
nchini ambazo zitagusa masuala mbalimbali yanayohusu mawakili, yanayohusu utawala wa sheria, yanayohusu haki za binadamu. Kwa hiyo ni muhimu kila wakili atizame dayari yake na kuona kwa ajili ya solidarity tuwe pamoja katika mkutano huo ambao utakuwa Arusha, mkoani Arusha. Lakini vile vile tukumbuke kwamba huu sio mkutano wa mawakili tu, lakini ni namna vile vile itakayotupa fursa ya kujadiliana ya namna bora ya chama chetu kutekeleza kifungu cha 4 katika kushauri serikali na mamlaka, katika kuwasaidia wananchi kwenye majukumu yetu ya msingi ikiwemo msaada wa kisheria, utetezi na uragibishi, lakini vile vile katika kuboresha ushirikiano na ufanisi wa taasisi na chama chetu katika kuwahudumia wanachama wake. Nia yetu na ni wakati wetu kuonyesha mshikamano wa pamoja kama mawakili, na tuone kwamba tukio hili ni letu na kila mmoja aone ana wajibu wa kufika ili tujenge mshikamano kama taifa. Lakini vile vile kwa mara ya kwanza tunataka kuwa na utaratibu maalum wa kualika wadau wetu rasmi mbalimbali wa ndani na nje ili wawepo kushuhudia michakato hii, ikiwemo michakato ya uzinduzi wa mpango wetu mkakati ambao ni jumuishi, kwa sababu tunatarajia kuboresha namna yetu ya ufanyaji kazi, namna ya kushirikiana na wadau katika namna ambayo kila mmoja atajiona ni sehemu ya mchakato au TLS ni sehemu ya taasisi yake, kwa sababu kwa namna ya sisi kufanya kazi na namna ya utekelezaji wa wajibu wetu, tuna wajibu mkubwa ambao tusipokuwa na mikakati iliyo bayana na mipango inayoeleweka na kutekelezeka, tunaweza tusihudumie jamii yetu kwa kiwango kinachohitajika, kwa sababu lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba taasisi yetu inaendelea kuwa taasisi huru, isiyopendelea, isiyofungamana na mfungamano wowote wa kisiasa au kidini. Wajibu wetu sisi ni wa kisheria na kikatiba. Kwa hiyo lengo letu kubwa la mpango wetu ni kuirejesha TLS katika majukumu yake ya msingi. Kwa hiyo tukio la Arusha ni tukio la muhimu sana na la msingi kwa sisi sote kufika na kuwepo, na ni sehemu ya kuandika historia mpya ya utendaji na utekelezaji wa majukumu yetu, kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza tunakwenda kuiandaa strategic yetu tukialign na dira ya mwaka 2050. Nia yetu ni kwamba kwa sababu wote tunawahudumia wananchi wale wale, kwa hiyo tuna wajibu wa kuangalia ni mipango ipi na ni sehemu gani katika vitu vilivyopangwa ambapo sisi tunaweza tukapegi mipango, mikakati, sera na vipaumbele vyetu, ili mwisho wa siku tuhakikishe kwamba katika jitihada zote tunazozifanya kama taifa zilenge swala la utawala bora, swala la utawala wa sheria, swala la haki za binadamu lipate kufanyiwa kazi kwa ufanisi. Kwa kusema haya, niwakaribishe wote. Tutaanza kutuma barua kwa wadau wetu mbalimbali. Ninaomba wakuu wa taasisi shiriki, kwa sababu sisi tuna wenzetu ambao kwa majukumu yao mbalimbali kama mahakama, RITA, ofisi ya wakili mkuu wa serikali, mwanasheria mkuu, ni moja ya wadau ambao tunafanya kazi kwa kushirikiana. Nao kwenye dayari zao waangalie. Tulikuwa tunaomba mahakama nayo iangalie, tutainotify mawakili waweze kuhudhuria kwa wingi,
tuweze kujadiliana na kuona namna bora tutakavyotoka au tutakavyoanza kutekeleza mchakato wetu huu mpya. Kwa hiyo kipekee itakuwa ni wiki ya majadiliano ya kisheria ya kimkakati. Kwa hiyo sio tu kwamba tutakuwa tukizungumza, tutakuwa na majadiliano ya kisheria ya kimkakati ambao lengo yatatujengea uelewa wa pamoja na kutufanya tuwe wamoja zaidi, na nawaomba mawakili seniors lawyer tulipegi kwenye 2000 lakini ile ilikuwa just mathematics, lakini tunaomba senior lawyers wote, chama hichi ni chao. Mara nyingi walihisi kama hawahitajiki au hawana nafasi katika chama hiki. Ndio maana tumeweka forum ya pamoja ili tuweze kuanza kudeliberate, kujadiliana na kuona namna bora tutakavyoanza kufanya kazi kwa pamoja. Kila mmoja awe na nafasi, senior lawyers awe na nafasi na heshima yake katika taasisi hii. Taasisi na miaka 70, kuna watu wameilea kuifikisha hapa. Lazima mchango wao uendelee kuthaminiwa na wapewe nafasi ya kutoa ushauri, kujadili, kupima, kukosoa na kufanya yale ambayo yatamfanya ajisikie kuwa sehemu ya taasisi hii. Tunakaa kwenye majengo haya, kwenye structure hizi, kuna watu waliifanya hii kazi. Kwa hiyo mara nyingi tumekuwa hawavutiwi na namna tunavyoendesha shughuli, wakiona kama tunawaacha pembeni. Tunawaomba waone Arusha sasa kuna tukio maalum linalowahusu, lakini kusudi kubwa ni kwamba kuanza kuwa re-engage ili warudi ndani tufanye kazi. TLS tunawahitaji, hekima zao, busara, uzoefu, ujuzi na grooming. Tunaposema kuna young lawyers, maana yake tunahitaji wale senior lawyer ya namna ya kuwaongoza na kuifanya TLS irudishe. Ndio taasisi kongwe katika taifa letu, na katika michakato na changamoto zinazoikabili taifa, TLS ina wajibu wa kushow the way. TLS ina wajibu ya kuonyesha leadership, kwa sababu TLS ina majaji wastaafu, mawakili wastaafu, TLS ina watumishi wa umma wastaafu. Ni taasisi yenye miaka 70. Yaani ukiondoa sijui kuna taasisi gani, lakini nadhani hii ndio moja ya taasisi kongwe. Kama ni kijijini, basi sisi ndio wazee wa kijiji. Kwenye changamoto kama hii hatutakiwi kukaa kimya, tunatakiwa kukutana, to show leadership kwa ajili ya taifa letu. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na kukutana seniors wote ili tujadiliane nao na watushauri na kushirikiana kuona namna ya kulisaidia taifa katika changamoto inazolipitia. Asanteni sana. Sijui kama kuna swali. Ni wanahabari sasa, sukuma habari za mkutano wetu, andikeni habari positive nyingi, mijadala positive na uelekeo na mashauri, wahojini, wafikieni mawakili wetu senior, muweze kujua TLS na mtazamo gani, nataka kwenda vipi na expectation ni vipi. Lakini vile vile nitumie fursa hii kuwaalika na kuwaomba watu mbalimbali ambao wako tayari kusponsor shughuli hii. Tunahitaji kushirikiana nanyi kwa hali na mali ili kuwezesha shughuli hii ya mkutano wetu, lakini pamoja na shughuli zitakazoambatana, ambayo mgeni rasmi kama nilivyowaambia ni Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tuwaombe wadau wetu wote kwa namna za kifedha, za kiushauri, hata in kind, wanaoweza kutuunga mkono na kutusupport. Tafadhali, hii ni fursa. Karibuni, tushirikiane pamoja. Tukumbuke siku hizi sisi tumetanuka zaidi, ni mawakili zaidi ya 14,500
watakuwa hapo. Kwa hiyo ni watu wa kutosha. Kwa hiyo tushirikiane, niwakaribishe sana. Tukifika kuwagongea milango, muone sisi ni sehemu ya jamii na mtuunge mkono. TLS ina wajibu mkubwa sana wa kusaidia jamii, lakini namna ya kuiwezesha TLS iweze kuisaidia jamii kwa ufanisi ni pamoja na kuziunga mkono shughuli zetu kama hizi tunavyozifanya, ili tuweze kukutana na kupanga mikakati kwa maslahi mapana ya taifa letu. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. TLS Section 4. Asante. Tunasema kutekeleza kifungu cha 4 ni kifungu kinachoongoza au kinachoeleza kwa ujumla majukumu ya TLS. Jukumu lake la kwanza ni kushauri, lakini jukumu la pili ni swala la uratibishi, advocacy, lakini jukumu la tatu ni kusaidia wananchi kwenye masuala ya msaada wa kisheria, legal aid kwa indigent, legal aid na masuala yanayohusu haki za binadamu. Kwa hiyo hili ni sehemu ambayo tunalifanyia kazi kwa ukaribu mkubwa sana, ndipo hapo tunapotaja wananchi. Lakini jukumu lingine ni pamoja na kuishauri serikali kuhusu masuala ya utawala bora, haki za binadamu na utawala wa sheria. Kwa hiyo kiufupi tunasemaga Section 4. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunajua kwamba kwanza kumtajia mlolongo mwananchi inamsumbua. Kwa hiyo ndio maana tunasema TLS Section 4, kwamba hicho kifungu ndicho kinachotoa wajibu wa kutukumbusha kwamba kuna masuala gani ambayo kama chama cha mawakili tunatakiwa kuyatekeleza au namna bora ya kuwafikia wananchi. Asante. Nashukuru sana.